بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. tunaendelea katika darasa hii ya tauhid na aqida, المبادئ المفيدة في التوحيد والعقيدة والفقه. Na leo tunaendelea katika kipengele cha 8. Tutaanzia hapo katika kipengele cha 8, alafu tutaendelea mpaka ile sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atatuwafikisha. Kipengele hichi kinasema: fa idha qila laka ma ma'na Muhammadun Rasulullah. Ma ma'na Muhammadun Rasulullah, ni ipi maana ya shahada Muhammadun Rasulullah? Kwa maana mtu akisema la ilaha illa Allah alafu asema Muhammadun Rasulullah. Sasa maana ya la ilaha illa Allah tumeiona kwa mukhtasar. Tumeona maana ya la ilaha illa Allah, maana yake ni hiyo, lakini pia kuna shurut, zawabit za sheria, shurut, wajibat, nawaqis za la ilaha illa Allah zinakuwa zipo. Lakini maana kwa mukhtasar tumeiona kwamba hapana anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tumeona na dalili pia. Na hapa nasema faqul, ukiulizwa hivyo kwamba maana ya Muhammadun Rasulullah, sikutamka tu kwa ulimi ndio inatosha hivyo. Haitoshi. Kwa hiyo maana yake maana yake hiyo anna Muhammadan Rasulullah au Muhammadun Rasulullah. Maana yake annahu, kwa hakika huyo mtume sallallahu alayhi wasallam, Rasulullahi ila nasi kafa, ni mtume wa Allah ila nasi kafa, tena amepelekwa kwa watu wote. Ni mtume wa Allah kwa watu wote, minal jinni wal ins, kuanzia majini na watu pia. Wadalilu qaulullahi ta'ala, shahidi hayo ni kauli ya Allah mtukufu: wama arsalnaka, hatujakupeleka we Muhammad illa, isipokuwa tumekupeleka kafatan linnas, tumekupeleka kwa watu wote. Suratu Saba nambari 28. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, na kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika mtume sallallahu alayhi wasallam, qala, alisema: wa ursiltu, yani kwenye hiyo hadithi ambayo amesimulia Abu Hurairah kuna masala mingi sana ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam alizungumzia katika hadithi hiyo. Miongoni mwa masala hayo ni kusema kwamba nimejaliwa mimi kwa ardhi yote ni msikiti, alafu nimepelekwa mimi kwa umma wangu wote. Alafu pia akasema nimehalalishiwa mimi ghanima, lakini mitume mingine ilikuwa haijahalalishiwa ghanima. Wakizipata ghanima huwa wazipiga moto, lakini kwake yeye ni halalan tayyiba, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema katika Qur'an. Na mambo mengine mingi pia akajalia, akasema kwamba pia amejaliwa imamu kwamba ndio anatimiza swala za maamuma imam.
mwisho kabisa wa hadithi akasema wa ursiltu ila al-khalqi kafa, na nimepelekwa kwa viumbe wote. Rawahu Muslim, hadithi ameipokea al-Imam Muslim.